baada kupeleleza kujua kule wale watu hawajatumwa na RPC mkoa wa Mwanza kuja kumkamata bwana ndugu yetu aliyeuawa marehemu. Sawa? Na RPC hajaagiza mtu kuuawa. Sasa kuna watu walikuwa na masuala na watu ambao mwenyekiti wa mtaa bwana anaitwa Musa Feresi ndio ameomba pingu wa uaji. Baada kwa pingu wa uaji, yeye ndiye alikuwa anaenda kuleta pingu na wa uaji. Wale wa uaji si maskari. Haya, genge akajitambulisha kuwa yeye ni task force. Zongoli akajitambulisha yeye kutoka ofisi ya RPC. Yule mwingine mtoto wa Swaga alikuwa amevaa mavazi ya kijeshi. Tulipoona ni mwanajeshi tukajua kwamba ni maska. Basi ni matokeo yake wakasema tunataka hela. Tukachanga hela 40,000 tukampa Zongoli. Baadaye walipofika kumuua, baada kuna marehemu amefariki, wakashauriana kumpeleka kwenye bodaboda kumpeleka wapi? Kituo cha wapi? Cha Famba. Tafuta task force. Genge. Akamwambia askari mkamateni huyu. Askari alikamata toka nikamwambia hivyo askari una akili. Marehemu huyu hapo angekirae, unasema nikatoe maelezo. Wanitoa niteteni kapiga mwano wakina mama. Walikuwa ni wa kwanza kufika kwenye Tokyo. Waliniomba ushirikiano kina mama nikaniomba ushirikiano. Wakaenda kituo kwa na mambo yamekuwa magumu. Wauaji hao watatu. Wakakodi pikipiki, bajaji. Ikaenda mpaka kituoni. Wao wauaji wakamchukulia F3 marehemu Babu Kono. Na mambo waziri wa mambo ya ndani. Aunde tume ambayo itashirikisha kamati ya bunge ya kudumu ya wizara ya mambo ya ndani ili ukweli upatikane. Livingstone Bella, la kuongezea ni kwamba migambo hawa polisi jamii wanalipwa na nani? Kama hawalipwi wameajiriwa na nani? Ukikutana na wewe wanakuomba pesa. Si watafute kazi, kama wameajiriwa si muwalipe. Wanaua watu bila shida. Kama huyu ana mada nyingine, si ndio? Aliua mtoto. Akaenda selo hajamaliza hata mwaka wamemtoa wamempa tena pingu. Anaendelea kuua watu. Ibla anaitwa Ibla, mtoto wa mzee mmoja anaitwa nani babake mzee Swaga. Ibla aliua mtoto, akaenda selo hajamaliza hata mwaka, katoka kamuua babu. Ni hayo tu, serikali iwaangalie hawa watu kama hawana kazi, mwape kazi za kufanya, wasiue watu. Genge namjua kama askari jamii, mwanzo alikuwa ni mkataba tairi, lakini sasa hivi nashangaa askari jamii ameingiaje. Nashangaa. Na alikuwa ni mkataba tairi wa Sahara, lakini leo nashangaa amekuwa askari jamii. Mshtakiwa kwanza ni Bite, mtoto wa mzee Kinasa. Bite, babake alikuwa ni balozi mstaafu, sasa hivi ni marehemu. Ndio alioshiriki kumkimbiza marehemu, mara ya kwanza akawa ameanguka chini. Katika kudondoka chini, genge akasema una ekti, umedondoka. Ibu toa pingu. Ibu akasema Zongoli nisaidie kutoa pingu, najua nilikuachia wewe. Zongoli akawa ametoa pingu, Ibu akawa amefungwa nyuma. Baada ya hapo akawa anamlaza, wameanza kumpigia mzambaraweni, wanamleta mpaka nyuma ya ofisi za serikali ya mtaa. Maria Thomas Marwa ni mkaaji wa Bugando Mwembeni. Hii kero haijaanza leo wala kesho. Hii wiki nzima nyumbani wanakanyaga milango huyo Zongoli na kundi lake. Anakanyaga milango, anasema hivi atadumbukiza watu ziwani. Atawadumbukiza ziwani, yeye ndio serikali. Yaani kitu tunachokiomba serikali ya Tanzania tusaidie. Ingalao watu waende kwenye mafunzo wakajifunze sehemu za kupiga watu. Hawana mafunzo yoyote, wewe sehemu yoyote wanakanyaga. Hicho ndicho tunachokiomba serikali yetu na Mama Samia tusikie, wa mama tunalia. Mwanao anafariki ambao unategemezi lako na ndio unategemea kila kitu, anafariki anauawa na ambao hawajasomea polisi jamii. Jamani, mimi sina maneno mengi, wakitaja polisi jamii wakawasomeshe ili wajue sehemu za kupiga. Na sheria wazijue, maana kwa sababu serikali yetu kuanzia jeshi hawezi kupiga hivyo, wala polisi wanajua sehemu za kupiga virungu. Sisi tunachoomba Tanzania, jamani, mtusaidie kwa hilo, viongozi wakuu wote watusaidie. Asante. Kwa majina Manga Msalaba, mkurugenzi wa Safe World Organization SWOT, shirika linalojihusisha na masuala ya utetezi wa haki za binadamu. Tunasema kwamba kwa hili lililojitokeza na waomba wanajamii tuwe watulivu na tuvumilie kwa hiki kilichotokea. Haya malalamiko yanayozungumzwa na wananchi wakazi wa maeneo ya Bugando Mission yana maana kubwa.
Kwa hiyo waliangalie hilo suala, maana kuna watu wanafanya kazi za kipolisi lakini si polisi. Watu wamelalamikia sana, hata sielewi kwa nini kwa nini kama wanataka kufanya nao kazi sana polisi, basi wajaribu hata kuwapa training kidogo japo ya mwezi mmoja. Lakini wanapokuwa wanafanya kazi na watu wasiokuwa na ethics za kijeshi, mara nyingi wanasababisha matatizo kwenye jamii. Kama kifo kimetokana na kusababishwa na watu, tunaamini vyombo vyetu vichukue hatua haraka sana ili kuwabaini ambao wamehusika na tukio hili na wachukuliwe hatua za kisheria haraka iwezekanavyo. Tunawashukuru sana wananchi. Tunaomba sasa utulivu ili vyombo vyetu tuvipe nafasi kwa ajili ya kushughulikia mambo haya, na watatupa mrejesho kwa sababu uongozi upo na sisi tuko pamoja na wananchi kuhakikisha ya kwamba haki inatendeka kwa marehemu na kwa ndugu na kwa jamaa wanapata yale yanayoweza kustahili. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tangu tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2026 majira ya usiku liliwakamata na linaendelea kuwahoji watu watatu. Watu hao watatu ni askari mgambo na wamekamatwa kwa tuhuma za mauaji ya kijana mmoja ambaye anaitwa Rashidi Masunga Nyandonga. Kijana huyu ana umri wa miaka 31 na kazi yake ni fundi simu na ni mkazi wa eneo la Bugando Jeshini katika wilaya ya Nyamagana. Watuhumiwa hao waliokamatwa majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza anaitwa Zongoli Richard Makongoro. Huyu umri wake ni miaka 38 na kazi yake ni askari wa mgambo ambaye anafanya kazi katika kata ya Maina na ni mkazi wa Bugarika katika wilaya ya Nyamagana. Wa pili anaitwa Genge Chacha Mwita. Yeye umri wake ni miaka 45, pia ni askari mgambo ambaye hufanya kazi katika kata ya Igogo na mkazi wa mtaa wa Kambarage katika wilaya ya Nyamagana. Watatu anaitwa Ibrahim Chacha Mwita, miaka 25, naye ni askari mgambo ambaye hufanya kazi katika kata ya Pamba na mkazi wa Bugando Mission katika wilaya ya Nyamagana. Tukio hilo la mauaji lilitokea siku ya tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2026. Ilikuwa ni majira ya saa 12:45 za jioni usiku, huko katika mtaa wa Mission katika eneo la Sahara kata ya Pamba katika wilaya ya Nyamagana.